Kina mama tusilaumu serikali, tusilaumu vijana. Mama ndio mwalimu wa kwanza pale nyumbani, na kama mama atashindwa na yule mtoto pale nyumbani, basi tutakuwa tunaelekea mahali ambapo amani tutakosa na usalama pia utakuwa haupo, kwa sababu all in all mama ndo wa kwanza awe mwalimu wa kijana. Ni kina mama tushirikiane, tusikizane, tukumbatiane, turidhiane. Ukipewa information kuhusu kijana, unakaa na kijana, na iwapo kijana labda umeona amekushinda, unatafuta muongozo ama way forward. Na mama wote ambao waweza kuwa na ujasiri wa kuona mtoto yuendelea vibaya akachukulia hatua. Kina mama mara nyingi huwa wapenda sana watoto wao, hawapendi kuwa mtoto ati amuone yuenda vibaya ambiwe mtoto wako yuenda vibaya, yeye yuafikiria tu hilo ni sawa. Yaani si kina mama wote, wengine wanaweza kuona huyu mtoto ataharibikiwa akachukua hatua fulani ili yuataka maisha mazuri kwa mtoto wake, lakini wengine huwa hafanyi. Hawa wengi wakichunguzwa ni wale watoto ambao wanatoka katika familia ambao mama ndiye ameshikilia usukani, edha baba yuko lakini yeye ndiye anasikilizwa na yeye ndiye kiongozi. Pili, katika single parent ambao ni mama ambaye yuko peke yake. Sasa changamoto zampata kwa sababu yataka wajue lishe bora na awajue afya bora ya maisha yake na elimu bora aipate. Inakuwa ni vigumu mama yule kwamba atawajibika. Mimi mwenyewe nilikuwa na msichana wangu wa shida kidogo, na nikamchukua mwenyewe na nikampeleka na ikawa dawa. Mpaka saa hizi amekuwa tu msichana mzuri. Mimi kama mzazi nimelichukulia tu sawa hilo swala, kuchukua mwanao kumpeleka mwenyewe, hilo ni swala zuri sana. Tuungane, tuangalie swala muhimu la watoto ili wasiweze wakakosa mahitaji yao muhimu katika maisha yao.